Wengi wanaiona hii ni picha ya kawaida, lakini mimi nitakueleza kuwa hii sio picha ya kawaida. Hapa ndani kuna ushetani na umalaika kwa wakati mmoja. Muda unazungumza mengi sana na nina uhakika haujanielewa vizuri. Nisikilize ndugu yangu. Picha hii ilipigwa kwenye kombe la dunia mnamo mwaka 1986. Hapo yupo Diego Maradona, hapo yupo Pele pamoja na Michel Platini. Wale vijana wa zamani, wazee wa sasa katika mpira watanielewa nikiyataja majina haya. Hawa ni malaika wa soka. Mungu aliwatuma duniani kwa lengo moja tu, kutuburudisha kupitia miguu yao. Akili iliagiza ni nini kifanyike mbele ya gozi la ng'ombe, na miguu iliamua kutuonesha fahari iliyojaa ndani. Picha hii haikupigwa bahati mbaya, bali ilikuwa na maana kubwa sana, kwani Maradona yeye alikuwa anafanya kampeni dhidi ya madawa ya kulevya, akiwahamasisha wanamichezo kamwe wasijihusishe na madawa hayo. Pele yeye alikuwa kwenye kampeni inayosimamia haki za watoto na kupinga unyanyasaji wa kijinsia. Platini yeye alikuwa kwenye kampeni inayohamasisha kuachana na masuala ya ufisadi katika michezo pamoja na siasa kwa ujumla wake. Na hii ikaja kuwa kinyume cha kile walichokuwa nakipigania katika enzi hizi. Wakati ndio mfumuaji wa siri na mponyaji wa majeraha. Kilichofuata baada ya kampeni hii, Maradona akawa mraibu wa dawa za kulevya, ile hali alikuwa kwenye kampeni ya kuwahamasisha wanamichezo wasije wakagusa. Michel Platini akapigwa marufuku kutojihusisha na masuala yoyote kwenye soka kutokana na masuala ya rushwa, huku yeye alikuwa anaongoza kampeni inayopinga masuala ya ufisadi katika michezo. Pele alikataa kumpokea binti yake wa kumzaa, Sandra Regina Rantes, ambaye alizaliwa kutokana na uhusiano wake na kijakazi wa nyumbani mwaka 1964. Ile hali hapa alikuwa anahamasisha watu kutojihusisha na masuala ya unyanyasaji wa kijinsia na haki za watoto. Rantes alimfungulia kesi Pele, kisha kesi hiyo ikawapeleka wakapime DNA, na baadaye ikaja kugundulika kuwa huyo alikuwa mtoto wake. Kiliandikwa kitabu cha The Daughter the King Did Not Want, ambacho kieleza haya yote kwenye kitabu hiko. Sijui wewe umejifunza nini, lakini kitu pekee ambacho kiko rohoni mwangu na akili yangu inakisadiki ni kuwa huyu unayemuona malaika baadaye aweza kuwa shetani, na huyu shetani wa sasa akitubu aweza kuwa malaika mzuri sana. Hii ni picha yenye sura mbili, sura ya shetani na sura ya malaika. Usiyafate maisha yangu mimi, ila tu yafate mafundisho yangu mimi.